Hapa ni nyumbani, lakini nina miaka takriban kama 2 ambayo nilikuwa sijakanyaga nyumbani. Yeah. Kwa Rock City Mwanza ni nyumbani. Yeah, ni nyumbani kabisa. Kitu gani ambao umewaletea wana Mwanza siku ya leo? Cha kwanza kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya miaka hii 2 nimekuwa na mafanikio. Kwa hiyo kurudi kwangu nyumbani, cha kwanza ni kuja kuwaletea yale mafanikio ya kijana wao ambaye alikuwa yuko mbali na nyumbani, ambaye ameenda kutafuta. Kwa hiyo nimerudi na tuzo ambazo mwaka jana niliweza kupata tuzo 3 kama mwigizaji bora wa kiume, ambazo nimezileta nyumbani ili waweze kujua sasa kwamba wana kijana ambaye yupo ni mpambanaji kwenye ardhi ya ugenini, akiwa anapambania nyumbani. Ndio. Tasnia kiujumla zinazidi kukua kwa namna moja ama nyingine Tanzania. Tukiongelea tasnia yako kwa namna ambavyo umeona jinsi ulivyo uwepo wako ndani ya hiyo tasnia na kipindi haupo, ni kitu gani ambacho umeweza kubadilisha mpaka sasa hivi? Kusema kwamba nitakuwa nimebadilisha tasnia ni uongo, lakini tunaendelea kujifunza kila siku inayoitwa leo, kwamba waliokuwepo wana hatua walioipiga na sisi ambao tumekuja, ukimaanisha mimi mmoja wapo kwenye ida mchanga ambao ipo katika hii miaka ya karibuni, ni kwamba tumeamua kufanya nasi kwa nafasi yetu, ili yote ni nia moja tu ya kuweza kuhakikisha kwamba tunapiga hatua kimataifa, kuitoa sanaa pale ilipo na kuweza kuifikisha sehemu nyingine. Ukweli kuhusu sanaa, tuambie ukweli kuhusiana na vitu vizima vyote ambavyo mnakuwa mnavifanya ndani ya sanaa. Ni kitu gani watu ambacho hawakijui sanaa inachoweza kutoa kwa watu? Ambacho wanapaswa kukifahamu, kwanza mimi huwa nasema kitu kimoja, kwamba sanaa ni vazi la heshima ambalo haliwezi kumpendeza kila mtu. Lakini pia wanapaswa kutambua kwamba sanaa ni kazi, ni taaluma kama zilivyo taaluma zingine, udaktari, ualimu na sehemu zingine. Kwa hiyo waipe nafasi, waiheshimu, na sisi wengine ambao tumekuja kwenye tasnia ya filamu kuhakikisha tunafanya 100% bila kuwa na kitu kingine, ili kuhakikisha tunasaidia familia zetu kupitia sanaa, tunakuza uchumi wa Tanzania kupitia sanaa. Kwa sisi tunaiheshimu kama kazi. Kwa hiyo jamii inayotuzunguka wanapaswa kutambua kwamba sanaa ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Uwepo wa wasanii wengi kwa sasa kwenye tasnia hizi imekuwa ni changamoto sana kwa wasanii wengine kuweza kupata pick au kuweza kumpiki mtu fulani ili kuweza kukaa on top. Kwako unaonaje kwenye tasnia ambayo wewe umejiweka, umejitengeneza kwa namna yako? Unaona ni kiasi gani au kwenye miaka mingapi unaweza ukaje kuwa ni top ambaye tutakuwa hatuwezi kuacha kukuongelea? Nadhani ni swala la muda. Kukuahidi kwamba itakuwa ni miaka 2 au 3 nitakuwa nadanganya. Lakini hatua zangu nadhani zinaonekana, zimeendelea kukua kwa kasi kadri siku inavyozidi kwenda. Na malengo yangu sio hapa tu, ni kuhakikisha kwamba mimi navuka mipaka ya Tanzania na kwenda nje. Kwa muda inawezekana nisitaje automatically kwamba itakuwa ni miaka 2 au 3, lakini soon as possible. John Elisha atakuwa ni wimbo wa taifa wa hili taifa la Tanzania kwenye upande wa sanaa. Big up sana. Nataka nijue kitu kingine, umeongelea swala la kimataifa. Tasnia kwa sasa ukubwa wake hatuwezi kulinganisha na mataifa mengine kama Nigeria, South Africa na vitu kama hivyo. Kwenye utengenezaji wa maudhui, kwenye utengenezaji wa characters za wasanii, ni kitu gani ambacho unaweza ukakiofa kwenye soko la nje kuliko soko la Tanzania? Nadhani cha kwanza ni performance. Mwigizaji yoyote unapaswa kuwa na performance nzuri ambayo inaweza ikabadilika kulingana na mswada ambao utapewa au script ambao unapewa. Kwa hiyo nadhani ni aina ya tofauti. Kama umeweza kunishuhudia kwenye kazi kadhaa, nimefanya kazi nyingi. Kombolela nimecheza kama Hamadi, ni mtu ambaye ni mpole, lakini nimecheza na tamthilia iko DSTV inaitwa Upepo. Nimecheza ni Bandidu, yani mtu fulani wa migodini. Lakini kwa tamthilia pia inaitwa Jivu ilikuwa iko Showmax. Nimecheza comedy. Kwa hiyo ni tafsiri tosha ya kuona kwamba ninabadilika kulingana na mazingira na kulingana na miswada na script ambayo unapewa na uongozi mzuri wa madirector ambao unaweza kukutana nao. Kwa kikubwa ambacho naweza kukiofa ni performance na sio kitu kingine, kwa sababu hakuna uchawi, hakuna ndumba. Cha msingi ni namna wewe unavyoperform na namna unavyodeliver ile script ambayo unakuwa umepewa. Sasa mashabiki wamekuwa na taarifa zao tofauti. Wengi wanapenda kutokana na kile ambacho unakideriva kwenye tasnia ambayo unafanya. Sasa watu wengi wameamini wewe ni mmoja kati ya watu ambao umekuwa na jina kupitia tamthilia ya Kombolela. Ni kitu gani ambacho unaweza kuwaambia kwa watu wasio na mitazamo ya namna hii, kwamba kuona performances za sehemu zingine sio kubwa kama jinsi performance ya Kombolela ilivyotokea? Unaweza kuongeleaje hili swala? Hili swala ni kwamba namna ambavyo naweza nikalizungumza ni kwamba Watanzania mimi wamenijua kupitia tamthilia ya Kombolela. Kwa hiyo hata nifanye nini
siwezi kuwabadilisha kwa sababu ndicho walichonijua kupitia tamthilia na ndio iliyonitambulisha kwenye ulimwengu wa sanaa. Kwa hiyo wana ukubwa wao, namna walivyonibeba na namna nilivyodeliver. Kwa hiyo kuendelea kunifuatilia kwenye kazi nyingine itawasaidia kuweza kujua uwezo wangu zaidi kuliko kuendelea kushikilia sehemu moja. Siwezi kuwapangia kwa sababu kila mmoja ana choice yake na yeye wao ndo wanatuona sisi tunachokifanya. Kwa hiyo siwezi nikaanza kujisifu na kujitamba kwamba bana huku ni noma zaidi. Mimi kila ninachokifanya kwangu ni noma na ninafanya zaidi ya jana. Lakini siwezi kuwapangia wao wakae kwenye upande upe. Yeah. Sasa Kombolela, tukiongelea tamthilia ya Kombolela, umekuwa ni character mzuri sana kama unavyosema. Watu wengi wameweza kukutambua kwenye njia hiyo. Sasa nataka uniambie, ukiachana na Kombolela tu, wewe ni sehemu gani ambayo ulikuwa unajiona ukiachana na tamthilia Kombolela? Ulikuwa unajiona unaweza kukaa kwenye majukwaa gani? Tuone kama kina Lamata na Jua Kali na vitu kama hivyo. Ni sehemu gani ambayo ulikuwa unatamani kujiona, au kwenye tamthilia gani ulikuwa unatamani wewe kuwepo? Cha kwanza, mwigizaji yoyote anatamani kuwa sehemu yoyote, kwa sababu hapo mwanzoni nimekwambia hii ni sehemu ya kazi yangu. Kwa hiyo mimi sichagui kambi. Yaani popote ambapo nitaitwa kwenda kutumika, nitaifanya kazi barabara. Kwa hiyo sitamani kuwa sehemu fulani kwamba natakiwa niwe kwenye tamthilia fulani ili niweze kuonekana. Ila ninachotamani mimi ni kupata kazi nyingi ili kuweza kuonyesha uwezo wangu zaidi. Uhalisia wa maisha yako ya kawaida, uhalisia na maisha ambayo tunayaona kwenye TV, tofauti yake ni nini? Tofauti yake ni moja tu. Kwenye TV wanaona karakta tofauti ambazo ni Amadi Kikala, Maembe wa kwenye Upepo, Kabendela wa kwenye Jivu, sijui Dr. Jabil wa kwenye Hatma. Wanaona karakta tofauti. Lakini unaporudi kwenye reality ya maisha yangu mimi, unakutana na mtu anaitwa John Elisha. Huyo hawezi kubadilika. Yaani utakutana na John Elisha kwenye maisha yako ya kawaida, lakini kwenye tamthilia na kwenye filamu mbalimbali utakutana na watu tofauti. Kwa hiyo wanapaswa kulielewa hilo tu, kwamba maisha ya filamu tunawaigiza watu, lakini tunapokuja kwenye maisha halisi hatuigizi, ila tunayaishi maisha yetu. Kumekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusiana na swali kama hili. Nimekuuliza, nilitaka nijue sehemu gani umesimama. Uhusika ambao unautumia kwenye tamthilia, watu wengi ndio wanautumia uhusika kwenye maisha ya halisia. Wasanii kama hawa, wewe kwako unawatazamaji? Cha kwanza ndio maana nilisema kwamba sanaa ni vazi la heshima, haliwezi likampendeza kila mtu. Kwa hiyo inawezekana wakawa ni miongoni mwa wasanii wachache ambao hilo vazi la heshima haliwafiti, kwa sababu hauwezi katika hali ya uhalisia ukataka kuishi maisha ambayo yako kwenye character uweze kuleta kwenye maisha halisi. Unakuwa unachanganya vitu viwili ambavyo ni vitu viwili tofauti. Sasa tuangalie tasnia kwa kumalizia. Ni changamoto gani ambazo zinakuwa zinawakumba sana wasanii hasa ambao wanakuwa kwa kiasi kikubwa au wanakuwa na momentum ya kutaka kwenda mbele, hasa kwa vijana ambao yuko chini sasa hivi au yuko kwenye elimu ya kujifunza tasnia kama hii? Unaweza kumwambia kitu gani kwenye ukuaji wake? Kwenye ukuaji wake, cha kwanza ambacho naweza kumshauri ni focus. Vijana wengi ambao tunataka kuingia kwenye hii tasnia hatujui nini tunataka. Wengi sana, na ni ukweli ambao wengi hawataki kusikia. Yaani wanaingia kwenye tasnia ya filamu wakiwa hawajui nini wanachokitaka. Wengi wao wanakuja wanataka wapate majina ili yaweze kuwasaidia kwenye baadhi ya vitu vyao. Kwa hiyo wanasahau kama sisi tunaitumia hii kama kazi, na ndio maana tunapiga kazi hasa. Kwa hiyo kikubwa waje, siwezi kuambia ni pagumu au ni rahisi, lakini wanatakiwa wawe na focus ya kwamba nini anachokitaka. Lakini pia wazidi kumjua Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi naamini ukishamjua Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya vitu huwezi kufanya hata pasipo kuambiwa na mtu kwamba hiki ni kibaya, hiki hakitakiwi. Kwa hiyo wewe mwenyewe unakuwa tayari una muongozo wa kimungu na hofu ambayo inakuwa iko ndani yako kabisa. Kwa hiyo waje, na tunawakaribisha sana, kwa sababu tunatamani kuwa na vijana wengi ambao leo wanaweza wakatokea mkoa wa Mwanza kama Amadi Kikala au wakatokea mikoa mingine na Tanzania, ili tuweze kupeperusha bendera yetu vizuri, kwa sababu lengo ni moja tu. Tunajenga kiwanda cha filamu ili tuweze kukua na kuweza kuitangaza Tanzania kimataifa vizuri. Na huyu kijana ambaye anatuangalia sasa hivi, ambaye anatakiwa kufocus na kumkubali Mungu wake, ni changamoto ya kimaisha. Yaani fedha imekuwa ni changamoto ya kimaisha. Tasnia ya filamu inaweza kumlipa kijana kwa namna moja au nyingine? Tasnia ya filamu inalipa. Mimi niliacha kazi, ni ushahidi ambao upo na nauona. Mimi nimeacha kazi ambayo ilikuwa inanipa pesa nyingi sana, nikaamua kuingia kwenye tasnia ya filamu, na tasnia ya filamu ndio inaendesha maisha yangu mpaka sasa. Kwa hiyo inalipa. Tasnia ya filamu inalipa. Sasa tuende nje ya mada kuhusiana na ni kitu gani unaenjoy sana ukiwa unasafiri? Mimi kwanza ni mtu ambaye napenda safari. Kwa hiyo
ninachoenjoy sana ni namna tu ambavyo naona mazingira hasa view, lakini ni mtu ambaye napenda sana safari za barabara kuliko anga. Kwa hiyo huwa napenda tu kuona namna ambavyo Mungu ametujalia Tanzania yetu ambavyo ilivyo nzuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakifurahia sana. Asante sana. Na tumekuwa na mijadala mingi sana Mwanza, tumekuwa tuoni wasanii wakubwa wakitoka huku. Tuambie neno moja au maneno ambayo uko nayo kwa ajili ya wasanii wa Mwanza, watu ambao wanapambana kwa kama hiyo. Wasanii wenzangu wa Mwanza, cha kwanza ambacho napenda kuwashauri, tutoe uoga, tutoe kitu kinachoitwa sitaweza. Kujikatia tamaa ni kitu kibaya sana. Ninaomba tuweze kupiga hatua, lakini pia kikubwa sana ambacho kitatusaidia ni kupendana na kushikana mkono, kwamba leo huyu amefanikiwa, anaweza akaja akashika vijana wawili watatu akaweza kuwasogeza. Tofauti na hivyo hatuwezi kutoboa bila upendo, bila juhudi, bila kutoa lile neno kukata tamaa. Kwa hiyo hicho ndo ambacho mimi naweza nikawashauri. Asante sana. Shukrani sana. Tumekuwa na mtu ambaye kiukweli ni character ambayo inafurahisha watu wengi sana kupitia Kombolela na vitu kama hivyo, lakini tumepiga story hapa tofauti, maisha uhalisia, tasnia, mambo mengine yanazidi kuendelea kwenye Bongo Movie na vitu kama hivyo. Sasa kaa tu na mimi hapa kwenye Coke TV kuendelea kufuatilia taarifa zingine zinazozidi kuendelea. My name is Breezy Kid, as you can call me the Closer, na we out.